Vipi babu? Yaani usichokijua boda boda bora hata ningekuwa naharisha. Sasa hizi hapa ningeupwekula kama bata hapa. Pweku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sikutegemea kabisa mwanamke kama siku moja utakuja kunichiti. Sasa mimi hapa nakuchiti. Sasa kumbe nini? Kumbe nini? Yaani nakufumania vile unanibishia. Huyu nani kwa? Wewe unauliza kama nani? Wewe unioni mimi ni nani? Hadi unauliza maswali kama wewe bado viongozi. Wewe nitakubadilisha rangi sasa hivi. Hunijui mimi wewe. Mimi mbaya. Mtaota mimi ananijua mimi mbaya babu. Nitakubadilisha rangi babu. Yaani nikiwa naongea na mke wangu sitaki mtatie neno mchanzi mimi wewe. Kakangu, wewe nenda tu, mimi nitamalizana naye. Nenda tu. Poa sister, bado tusomane. Wewe somana nitoka huko naye kwa la mondo. Maji ya jioni. Shanzi mimi wewe. Na nishakumaki wewe. Nakwambia kabisa ili swala fika kwa BFF wangu lazima tukuashie moto wewe. Unijui vizuri. Unijui. Wewe toka. Nenda nyumbani. Buju toka. Blacklist. Hilo. Unataka kuniuza? Unanisaliti. Labda nikukumbushe tu kitu kimoja. Huenda ikawa umesahau. Mimi sio binadamu, sio malaika, na wala sio jini. Mimi ni shati. Yaani shati la pesa. Huwezi kuniondoa na huwezi kunitupa, huwezi kunichana na wala kunichoma moto. Laiti kama ungelijua mimi shati napenda sana mtu ambaye asiyevuka mipaka, asiyetoka ndani ya 18 zangu. Huwezi kunisaliti. Kitu hiki hapa. Ona hii inakutosha kabisa hii. Sina? Hebu nione. Hii hapa nzuri. Ila sasa unajua shida yake nini? Hii ndogo hii. Ina roho gani blaza? Unaona kitu kimenyoka kabisa hiko. Sawa, ndio naona kabisa imenyoka, lakini sasa unajua sisi marastamani sisi tunapenda kuvaa nguo ambazo zimeachia. Si unajua? Kwa mfano kama hii hapa hii. Nguo nzuri kabisa, lakini sasa hii ndogo hii. Hebu angalia kama kuna nyingine kubwa zaidi ya hii. Lasta. Sema nini? Ngoja nikuangazie, kuna kitu mnacho hapa. Hiyo na mimi nitakutosha. Afukali kinoma, yani ngoja nikutolee hapa. Leta sasa nione hiyo. Nguo vipi nidondosha? Kwani ndio kwenye mfuko? Au ioni hapo? Kwa naye. Ngoja. Oya, vipi tena? Nyama. Sasa mtu mwe biashara yako mwenyewe hafu haui serious. Unafahamu kuwa nimeshakufanyia mengi sana. Na kwa nini ukumbuki kuhusu hayo? Kwa nini unaniona mimi mbaya? Kwa nini unataka kuniuza kwa 3,000? Hii kwangu mimi naona ni dharau kubwa sana. Thamani yangu umegeuza shilingi 3,000. Laiti mimi ningekufanyia wewe vibaya
nafikiri na ninajua kabisa ungenichukia, lakini nimejitahidi kila hali, kila mali kukupambania. Sasa sijui, labda yale niliyofanya kwako hivi leo unaona hayana thamani. Hapana, huwezi kuniuza. Na huo mpango na kuomba ugairishe, na hili sio ombi, ni amri. Mimi na wewe kama mapacha, yaani siwezi kukuacha na uwezi kuniacha. Ulipo nipo, nilipo upo. Naam, swadakta. Sasa ndugu yangu, yani biashara yako mwenyewe hafu au makini kweli? Au sikia blaza. Wewe kama unaichukua hiyo ichukue, mimi niondoke zangu. Kama uichukue niambie. Hii mimi nimeipenda, lakini sasa tatizo lake ni ndogo hii. Basi sawa, unaichukua au ichukue? Jamani, hebu shika nguo yako basi. Katafuta mteja mwingine huko mbele kwa mbele, unaweza kubahatisha ukapata huko. Umekula? Hii njaa hii. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura. Unaogopa? Ashura. Unaogopa? Niogope nini? Nikogope wewe. Kwa kipi unaniogopa? Ongoza bado uko. Ngoja niachie mimi. Shenzi nini? Puli hapo. Usinipige tena, usinipige. Hey. Wewe. Nakwambia kabisa, bila kuniambia ukweli kuhusiana na huyo mwanaume, akili lahi. Na atoa mashavu hayo. Kuna unanitisha nyao au? Unanitisha nyao? Wewe umenitoa nyumbani kwetu. Nyesha nyumbani kwetu, nenda zako. Kaa kimya nikiwa naongea mwanaume wako. Wanichukulia mimi kama shoga yako Unaona kama shoga yako. Kila siku ninavyokuchekea unaona kama mikiande, si ndio mimi mbaya mimi. Mimi mbaya. Yaani uangalie utofauti wala sijavaa, sijachukua sigara langu kwa sababu wewe umenikera kweli kweli. We dada, na we shemeji. Mbona mnapenda kujizalilisha jamani? Yaani tangu mnatoka huko njiani makelele mpaka mnafika hapa. Hivi ni kuwavunjia heshima nitakuwa nawakosea kweli? Yaani itakuwa hamna akili vizuri. Yaani siku ya leo mtakuwa mmechanganyikiwa kidogo. Shemeji, asiyekuwa na akili hapa ni mimi au huyu mashavu? Huyo ndo hana akili. Wewe hapo ndo una akili. Ndio nakwambia usitie neno hapo. Shensi nini? Buju. Wewe koma, umetoa buju. Buju mwenyewe. Usiongee. Taki bwana, usinipige vipi bwana? Nisikilize shemeji. Huyu mwanamke leo nimemfuma kwa macho yangu uchochoroni yuko na mwanaume. Na mbona huyu mwanaume angekuwa basi ana sura mbaya kunizidi, ana sura nzuri. Hiyo kweli haiwezi hukuma. Haiwezi hukuma. Na si hivyo tu, nimemkuta mwenyewe kasimama vizuri anamsikiliza kwa maringo, anamcheza na vijindevu hivi. Wewe ungevumilia? Wewe umekuta mimi na mshikadevu yule? Umenikuta na mshikadevu yule? Wewe tumesimama pale. Tumesimama vizuri tukaheshima na adabu. Afu unajitia una hivyo gani wewe? Una hivyo wewe? Mbona wewe sisikii hivyo unazurura mitaani huko? Shemeji, na mkanda huyu. Nikande uone, nikande. Kama wewe mwanaume kweli nikande. Kwanza mama yako yupo? Mama hayupo. Basi. Leo sasa nataka nionyesha action hapa, hamjawahi kuiona. Si mnajifanya wenyewe, familia ya shule kiuno mawababe, mtu akiwafanyia fujo unaweka kikao. Leo hilo jina la kikao nalibadilisha linakuwa kikalio.
Kaa kimya. Naongea na shemeji yako Mfinanga. Usitie neno hapo napo. Dogo vipi? Huku safi, mnaendeleaje? Njau. Sasa kama anakuja, mbona hujanipa taarifa toka mapema? Sasa unakuja kunikurupusha sasa hivi. Na ungejua sasa hivi nimechanganyikiwa hapa na mambo yangu mengi. Wala hata usingesubutu kunipa taarifa za namna hiyo. Haya, wanakuja saa ngapi? Kwa hiyo sasa basi tuma hiyo namba chapu basi hapo. Kujiamlia mambo tu hapo. Nani? Shemeji. Limetokea jambo lingine la dharura hapa. Nafikiri siwezi kulistopisha kwa sababu ya tatizo lingine ambalo naliendeleza hapa. Lakini nakwambia wewe mwanamke, jipange. Hii kesi ndio inaanza. Mbichi ila nikukute nyumbani. Tusitengeneze tofauti wageni wakishafika nyumbani. Nda zako wewe. Uende usishaleta nyumbani kwetu vipi babu? Wewe dada, nawe hauna taa. Haya, hivi ni kweli alivyosema shemeji amekuta na mwanaume kwa njia? Wewe unasemaje wewe? Kwa hiyo kunyambia mimi ndo sina haya, wewe ndo unayo haya, si ndio? Wewe Lolo, jiangalie wewe. Afu sinyona mimi nakaa kimya, ukanyona mimi bwege sana. Unakumbuka upumbavu uliofanya? Huo ujauzito wako huo. Usione mimi nakuchekecheka, yani sikupendi huo ujauzito wako wewe huo. Afu kuzana na Mfinanga wewe. Afu sikiliza kitu kimoja. Hivi wewe unanyona mimi sina haya, ndio mimi sina haya. Wewe ndio unayo haya. Unaobeba ujauzito wa shemeji yangu, afu nataka tukakae nyumba moja. Yaani wewe mjengezi mwenzangu. Unaona hiyo sio haya hiyo. Sio aibu hiyo. Nyao wewe. Niondoke zangu nyumbani, usitolee mudi. Na bado siku moja hapa tutakuja kuletwa maiti hapa. Wewe mzalau tu huyo mlevi wa watu, muone kwanza. Yule mlevi si mvuta sigara, tajua wewe. Wewe tena. Nilikwambia nini muda ule? Si nilikwambia sitaki hata kukuona na usikanyage hapa nyumbani kwetu. Kipi kilichokuleta? Umekuja kuleta tena propaganda zako, si ndio Kwani wewe shehe, muda unakuja hapa kwa nini usishike juzuu na kitabu kakaa chini ukajisomea, ukaongeza aya nyingine kwa kichwani kwako kuliko kuja hapa nyumbani kwetu? Yaani sikupendi na kuchukia na sitaki hata kukuona katika macho yangu. Ningekuwa na uwezo kama ningekuwa Israeli nishakutoa leo kitambo sana. Laiti ungejua uzito wa maneno unayotamka kwenye kinywa chako. Dhambi na makosa unayobeba mbele ya Mungu, usingerudia kutamka tena maneno kama hayo. Mimi sikuja hapa kwa ajili yako wewe. Nimekuja hapa kwa ajili ya wazazi wako. Kama wapo naomba niitie nizungumze nao, na kama hawapo niondoke. Kumbe wazazi wangu. Sawa. Kama umekuja kwa ajili ya wazee wangu, wakubwa wangu kuongea nao, hamna tatizo. Lakini katika maongezi yako, ukiongea nao, sitaki nisikie jina langu, sitaki unione unanizungumzia. Hicho kitu sikitaki. Ongea mada yako. Mjomba. Karibu. Asante sana. Shakira. Mbona sikasikia kelele hapa? Vipi? Nashukuru imekuwa kheri. Nilikuja hapa kwa ajili ya kuja kuwasalimia. Imekuwa kama bahati nimekutana na wewe mwanaume mwenzangu. Sijui unanikumbuka? Nakukumbuka vizuri sana. Kuna kipindi fulani mke wangu alikuwa na matatizo ya usiku kupiga kelele. Nilimleta kwako na kumpigia dua. Nakukumbuka vizuri shehe wangu. Kubwa zaidi lililonileta baada ya mkeo kwa shida ile tuliyoimaliza wakati wa nyuma, alimleta binti yako huyu Bi Shakira. Katika matatizo alionayo niliweza kuyagundua mimi shehe wangu, huyu binti ana jini mahaba. Hivyo katika shida alionayo huyu binti ya jini mahaba, hawezi kupata nusura yoyote ya ndoa wala hawezi kuishi kwenye mahusiano, na waomba shehe wangu, kwa heshima yako nahitaji ni muoe huyu binti. Wewe, nilikwambiaje katika mazungumzo yako? Si nilikwambia usinizungumzie? Asa kwa nini unanizungumzia tunaingiza kabisa nataka kumuoa? Kwa nini mimi nilikwambia nataka kuolewa?
Afu angalia umri wako na wangu, vitu viwili tofauti. Wanawake wamejaa hapa mjini. Kama unatafuta mwanamke akuoa niambie, nikutafutie. Kuna wasalisuna kibao ambao unaendana nao. Wewe uendani na mimi uniweza hata kidogo. Na sitaki kuolewa na sina hiyo shida. Mjomba, unaona masheha na vilemba vyao hawana lolote hao. Nia yao nataka nioe. Alafu akishanioa tu usiku mambo ya kuvana nguo, anadhalimisha mambo ya tendo. Mjomba, mimi sitaki, yani sitaki. Ndo wanasemaga ukipika unanyanyuka, ukiosha vyombo unanyanyuka. Mimi hayo mambo siyataki. Tukishafika nyumbani kwake sasa, aanze tena usiku mke wangu, maana nigusia hivi, mimi ndio sitaki mjomba, ni hata sikao najisikia vipi yani. We, kimya! Kelele! Na umepata wapi ujasiri kama huo? Unabishana mbele ya wanaume kama hivi. Tena mimi ni mjomba wako, mweje mnole. Umepata wapi ujasiri kama huo? Pumbavu wewe, unijui au umenisahau? Nitakufiligisa. Nitakuonyesha. Si umenielewa? Muangalie kwanza. Shabash! Kongolo. Tuongee vizuri kidogo. Yaani hata kama ukiongea naye kwa mimi sikolewa naye hata kidogo yani. Nyinyi ndio wenyewe mnataka usiku tu na lolote usiku tukifika kule anaanza kunishikashika kunifungua muda wote kufanya tendo. Mimi sitaki hayo mambo yani. Sijui kitu gani jamani. Kuolewa. Shida sio kuolewa, shida kutoa kiandoni ndio kitu ambacho mimi sikihitaji. Mbona mnielewi jamani? Sitaki yani mjomba, hata ukiongea vipi mimi sioelewi. Sitaki nimesema. Odi. Shikamoo mama. Mama, karibu. Samahani kwa usumbufu. Bila samahani. Mama, mimi nimekuja kwako na malalamiko. Na malalamiko yenyewe ni kuhusu mwanao. Kijana wako ananikosea sana adabu. Ananikosea sana. Kijana wangu gani tena? Kijana wako wa kiume sasa hivi anamsumbua sana mke wangu. Yaani anamsumbua kiasi cha kwamba mpaka nimechoka, nimemwelekeza mara ya kwanza, nikajua labda ameelewa, amekuja tena mara ya pili. Nimemfuata tena nikamwelekeza. Lakini kiungwana zaidi nikaona nitumie busara na hekima nije nikufuate wewe mzazi wake. Nikwambie na wewe. Pengine labda ukimwelekeza wewe atakuelewa zaidi. Mke wangu mimi nimemtolea mahali na nimemuoa, ni mke wangu halali wa ndoa. Mama yangu, mke wa mtu sumu. Linaeleweka hilo. Mke wa mtu baba sumu. Lakini baba yangu hapa maziwa yapo. Unasemaje mama? Sikiliza babangu, utaniwi. Nilikuwa nakutania tu. Hilo swala lako limefika kwangu, tena nashukuru kwa kuja kuniambia, nilikuwa sijui. Kwa hiyo mwanangu akishafika nitamwambia ujumbe wako utafika kwake. Umeniambia jina lako nani baba? Chaupele. Hilo jina mimi nalisikia. Basi usikonde babangu, utakuja kumwambia hilo swala limelimaliza hilo. Haya baba, karibu tena. Uswahilini kuna vituko tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura kiuno. Vipi babu? Yaani usichokijua boda bora hata ningekuwa naalisha. Saizi hapa ningeupwekula kama bata hapa. Pweku. Lakini hapo unavyoniona mimi kama pikipiki tu. Hapa natembelea choki. Njaa. Kwa hiyo hichi ndio hicho nsimamishia ukashuka. Ndiyo, sasa usichikia leo nini hapa boda wewe hujui njaa. Sema njaa zinazidiana. Mimi hapa na chango mpya ameingia juzi, anakula kama chokolelo. Sawa njaa. Sasa nilipotoa ndugu yangu kule mbali, na mnapoenda pale umeniambia kwa mzee Mzala pale tulishafika. Sasa ukaze panda hapa na wapeleke ili ukale nyumbani. Sikiliza kaka, yani mimi mjomba wangu namjua. Akishakuaga tu hivi hakuna kinachofanyika. Kwa kama vipi kuna duka sehemu yote hapa, mimi nikachukua chakula nimletea safari iendelee. Sasa ile ngome nimeangusha au nimefanya? Mimi niliweka humu kwa kuuza hapo sijauza, niliweka humu. Ule mzee mimi ndio kumwambia nini boda beki. Mbona mauza mwanangu ile ngome nitamwambia nini mzee?
We dogo, umesimama jua kali hapo mdogo wangu vipi? We dogo vipi? Umesimama jua kali rafiki yangu, nini tatizo? Unaongea peke yako, nini tatizo? Wewe acha tu blaza. Yaani mimi nilikuwa kwenye harakati zangu za kuuza nguo, kuna mzee nikakutana naye. Afu yule mzee sasa mimi namjua, mtoto wake nimesoma naye. Akaniambia bwana, mimi na nguo yangu nataka ukaniuzie hii hapa. Maana mimi sasa hivi hainitoshi, nimeshanenepa. Nikamwambia sawa. Sema nguo yenyewe ilikuwa kali, mimi ngaona hii hapa hii nitauza bei kubwa. Akasema wewe kauze tu 1500, afu mimi 3000 utaniletea 2000 utabaki nayo. Sasa nimefika njiani, kuna mteja nataka nimuuzie nguo. Nashangaa naiangalia sioni. Nikajiuliza nimeangusha? Kuangusha sijaangusha wala kuuza sijaiuza. Sasa ndo najiuliza yule mzee mimi nitaenda kumueleza nini? Kwa hiyo ndo kinakuchanganya mdogo wangu? Wewe hujui tu blaza, yani hujui tu ninavyoumia hapo kupoteza nguo ya yule mzee. Yaani sijui hata nitamlipa nini sasa. Kwani hiyo shati kakwambia uuze shilingi ngapi? Yaani yule mzee aliniambia mimi niuze 5000, afu 3000 nimpelekee 2000 nibaki nayo mimi. Sasa unapata tabu gani hapo? Hapo fanya harakati zako hapo, tembea uuze biashara zako, umpelekee shilingi 3000 yake, deni hamna. Wewe unawaza kitu gani mpaka jua linakupiga bure? Au hiyo fedha ukimpelekea anaweza kujua kwamba hujauza ile shati yako, umeuza nguo zingine. Sasa mdogo wangu napata tabu gani? Changamka mdogo wangu, nenda kafanya biashara, umpelekee lake shilingi 3000, 2000, basi ufanye mambo yako. Mbona kuwa uchangamki? Kumbe asante sana brother. Mimi akili nilikuwa sina hata kidogo, nilikuwa sina kabisa. Asante brother. Changamka bwana, tumia akili mdogo wangu. Wewe vipi bwana? Waambie we mdogo wangu kwa kulizani. Sasa jamani, kama swala ni njaa, basi hamna shida. Fanyeni mpango mchukue kitu chochote ili aweze kula. Hapo ndo anaweza kupata kidogo nafuu ya kutembea. Umeona, saa zingine mpaka shaishiwa nguvu. Dogo sikiliza. Unaona pale ile nguzo ile? Pale pembeni mkono kushoto hivi kuna duka. Nenda kamchukulie chochote mletee yale. Sawa mjomba. Nenda sasa hivi nakuletea mkate na juisi sawa? Sahi. Usio na wasiwasi. Ashura huyo. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura, wanamwita Ashura huyo. Ashura kiuno, Ashura kiuno, Ashura huyo. Ashura kiuno. Uswahilini kuna vituko ahe, tazame yule mama na watoto. Uswahilini kuna vituko nyie, tazame yule mama na watoto. Aya Ashura,